Kanana. Karibuni watumishi. Leo tunasoma Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka 21. Tuko na mwalimu wa zamu mtenda kazi Sister Kanana. Karibu, the floor is yours. Amen. Mbarikiwe sana. What a joy. Mungu kweli apewe sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona heri ya mwaka mpya kwa sababu kipindi chetu cha kwanza kama vile alivyosema mtumishi wa Mungu Sister Rebecca katika maombi, Mungu ana jambo jipya. Kila wakati kuna jambo jipya mbele za Bwana. Ni neema ya ajabu. Ndugu zangu, kipindi chetu cha mwanzo kabisa leo tutakuwa tunaangalia Samueli wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka 21 kama alivyosema mtumishi wa Mungu Sister Anna. Chapter hii inaongelea habari nzima jinsi ile sanduku la Bwana lilivyorudishwa kwa Waisraeli. Namna gani ile sanduku lilirudishwa? Kwa kifupi tu ili niweze kukupa background, sitaki kuongelea sana ya chapter mbili zilizopita ambazo ni kama muendelezo tu. Nitatoa summary fupi sana ya kuelezea kwanza hiyo agano lilikuwa na makusudi gani, yaani ile agano la Mungu, ile sanduku la agano lilikuwa ni lipi, na kwa nini lilitekwa na Wafilisti. Katika maelezo zaidi unaweza ukayapata kwenye kitabu chetu cha kwenye YouTube channel yetu. Unaweza ukaenda ukaangalia. Walimu walitufikisha vizuri sana. Kwa kifupi tu umuhimu wa hilo sanduku, vile vile tutaona jinsi gani hilo sanduku lilirudishwa katika Matendo ya Mitume 6 siku ya leo. Tutafanya summary quick, hapo nitamkaribisha mtumishi wa Mungu Sister Pamela kutusomea. Sanduku la agano lilikuwa ni kifaa kitakatifu cha ibada katika ile agano la kale kilichotengenezwa kwa maagizo ya Mungu. Tuliona walitufundisha vizuri watumishi wa Mungu. Kilihifadhi maagano muhimu kati ya Mungu na Waisraeli. Zile amri 10 zilihusiana sana moja kwa moja na uwepo wa Mungu kwa watu wake wale wana wa Israeli. Huo uwepo ulikuwa upo ndani yetu hata sisi wa Kristo sasa hivi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Unaweza ukasoma hii kutoka kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Sanduku lilikuwa na maana kubwa kwa Waisraeli kwa ujumla, mpango mkuu wa Mungu. Unaweza ukaangalia pia kwenye Kutoka 25 inaelezea vizuri kutekwa kwa sanduku. Tunaambiwa kwamba Wafilisti waliteka lile sanduku la agano baada ya kushinda vita na Waisraeli. Tunasoma kwenye ile sura ya kwanza Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 11. Kulikuwa na consequences after kuchukua hilo sanduku. Tunaambiwa walipigwa mapigo Wafilisti. Tunaambiwa kwamba yule mungu wao Dagoni alivunjwa na kuangushwa. Yule ambaye tunaambiwa alikuwa ni nusu mtu nusu samaki. Waliliweka sanduku karibu ya huyo mungu wao. Kwa hiyo mungu wao akaangushwa. Tunaambiwa kusoma vizuri katika sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 4 pale maelezo mazuri. Wafilisti walipigwa na magonjwa. Tunaambiwa ukiangalia kwenye mstari wa sura ya 5 ile mstari wa 6 mpaka 12 tunaambiwa walipigwa magonjwa ya majipu, vidonda vya majipu na tauni ya panya. Imagine kama vitu kama corona au covid wakati huu. Hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba walikuwa wanatafuta suluhisho ya jinsi gani ya kulirudisha ile sanduku. Tunaambiwa kwamba kwenye hii chapter ya 6 ambayo tutaendelea tunaelezewa jinsi gani liliweza kurudishwa. Nimegawanya hii chapter katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ule mstari wa kwanza mpaka 12 tutaangalia hapo, tutadiscuss. Na baada ya hapo tutaangalia Mungu akipenda tutaangalia mstari wa 13 mpaka 21. Basi bila kupoteza muda ningependa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Sister Pamela tusomee 1 mpaka 12, then tutakaribisha kuchangia. Kila mtu anakaribishwa kuchangia. Basi karibu mtumishi wa Mungu Sister Pamela. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Taanza Samueli 1:6 mstari wa kwanza mpaka 13. Basi hilo sanduku la Bwana lilikuwamo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Nao Wafilisti
wakawaita makuhani na wauguzi, wakasema, tulifanyeje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu, lakini msikose kupeleka matoleo ya kosa, hivyo mtapona. Sorry, ngoja nichukue Biblia yangu, kuna kitu kinaniziba hapa. Nilikuwa naangalia kwenye screen, kwa inaniziba. Tutaanzia mstari wa 2. Nao Wafilisti wakawaita makuhani na wauguzi waaguzi, wakasema, tutendeje kwa sanduku la Bwana? Tuonesheni jinsi tutakavyolirudisha mahali pake. 3. Nao wakasema, kama mkilirudisha sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe kitupu, lakini msikose kupeleka sadaka ya hatia, ndipo mtapona. Tena itajulikana kwenu kwa nini mkono wake haukuondolewa kwenu. Ndipo wakasema, sadaka ya hatia tutakayompelekea iwe nini? Nao wakasema, sanamu 5 za majipu ya dhahabu na sanamu 5 za panya wa dhahabu, kwa kadri ya idadi ya wakuu wa Wafilisti, kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote na juu ya wakuu wenu. Basi jitengenezeni sanamu za majipu yenu na sanamu za panya zenu na wanaoharibu nchi, mkamtolee Mungu wa Israeli utukufu, labda ataondoa mkono wake juu yenu na juu ya miungu yenu na juu ya nchi yenu. Mbona mnaifanya mioyo yenu kama Wamisri na Farao walivyoifanya miungu yao? Je, alipowafanyia mambo ya ajabu, hawakuruhusu watu waende zao na wakaenda? Basi sasa tengenezeni gari jipya, mkachukue ng'ombe 2 wanaonyonyesha wasiochukua nira, mkawafunge ng'ombe kwenye gari, mkawarudishe ndama wao nyumbani. Mkalisogeze sanduku la Bwana, mkaliweke juu ya gari, mkavitie vile vyombo vya dhahabu mtakapompelekea sadaka ya hatia, mkaviweke pembeni mwake, mkaliachie liende zake. 9. Mkalitazame likipanda njia ya mpaka wake kuelekea Beth Shemesh. Umesoma mpaka mstari wa ngapi? Mstari wa 10. Mstari wa 13. 12. Basi okay, niko 9. Mkalitazame likipanda njia ya mpaka wake kuelekea Beth Shemesh. Basi ndiye aliyetutendea uovu huu mkuu, lakini lisipopanda, ndipo tutajua ya kuwa si mkono wake uliotupiga, ilikuwa ni bahati tu iliyotupata. Watu wakafanya hivyo, wakatoa ng'ombe 2 wanaonyonyesha, wakawafunga kwenye gari, wakawafungia ndama wao nyumbani. Wakaliweka sanduku la Bwana juu ya gari, na kile kisanduku pamoja na panya za dhahabu na sanamu za majipu yao. Nao hao ng'ombe wakanyooka njia ya Beth Shemesh, wakapita njia kuu moja, wakalia huku wakitembea, wala hawakugeuka upande wa kulia wala wa kushoto. Nao wakuu wa Wafilisti wakawafuata mpaka wa Beth Shemesh. Amen. 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 Karibu moderator kukaribisha watu kuchangia. Asante sana watumishi, kama ilivyo ada yetu, karibuni. Wamesoma Samueli wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 12 kama tulivyozoea. Basi ukiona point ameshaisema mwenzio kwa ajili ya kukomboa wakati na kumpa nafasi mwalimu kile ambacho ameandaliwa na Roho Mtakatifu, basi usikirudie, mpe nafasi mwingine, au kama ukishamaliza tutakukaribisha mwishoni. Karibu Sister Rebecca, umenyosha mkono. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Amina. Mmoja wetu. Ewe na kwako pia, karibu. Amen. Mimi kitu cha kwanza nilichokiona ni kuhusu hilo sanduku, kwa sababu chapter zilizopita ilikuwa lijatuambia sanduku lilikuwa kwa muda gani huko kwa Wafilisti. Kumbe ilikuwa limekaa miezi 7. Sasa katika hiyo miezi 7 yawezekana walikuwa yale mambo ambayo tuliyaona chapter iliyopita,
kama wanafaa mpaka wanakuja wanaweka huyo Dagoni. Sijui sasa Dagoni walimweka huku mwisho ndo pakatokea kile, au walishaanza kufanya dhihaki kwenye lile sanduku, wakawa wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo ile ndo ilikuwa tipping point walivyokuja kumweka Dagoni. Vyovyote itakavyokuwa, inatuonyesha kwamba hata sisi tunapokuwa tunaenda mbali na Mungu, au yani tunapokaa mbali na Mungu, au tunapokuwa tunafanya kitu ambacho hakimpendezi Mungu, mara nyingine unaweza ukakifanya kwa muda mrefu mpaka ukaona kwamba ni kawaida, yani ukaona there is no consequence. Mwezi wa 7 consequences zimekuja. Kwa hiyo na sisi tujifunze kutoka hapa kwamba Mungu wetu, neno Mungu linatuambia Mungu ni mvumilivu sana. Na kama angekuwa na hasira na kutuhukumu kila tunapokosa, tungekuwa tumekosa sana. Na ndio maana mara nyingine unaweza ukashangaa, kuna watu unaweza ukamuona mtu unajua kabisa huyu ni mzinzi, huyu ni nini, anafanya mambo ya ajabu, lakini akisimama madhabahuni anahubiri, watu wanaponywa, watu wanaokoka. Na yule mtu anaweza akaendelea vile kwa sababu anaangalia tu vile Mungu anavyofanya kupitia yeye, bila kujua kwamba Mungu atakuja kuhukumu tu, kwa sababu Mungu achangamani na dhambi. Lakini kingine naona kwamba hao Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi wao ili waweze kujiuliza kwamba tulifanyieje sanduku la Bwana. Umeona, walitafuta maarifa ya kutaka kujua sasa tufanye nini, ndio tushapigwa na Mungu hivi sasa hivi, nchi ina majipu, ina mapanya, tunafanya nini? Lakini ukisoma habari zote katika hii part tuliyosoma, ni kama vile walikuwa wanapiga ramli, kwa sababu wanasema hapa ndio tutajua kwamba ilikuwa ni bahati tu tumepigwa haya majipu au nini. They have no clue kwamba ni Mungu, yani kama wanabahatisha. Umeona huku, ndio maana Mungu ni ajabu sana. Tumesoma ile chapter 8 ya Yohana, Bwana Yesu anasema mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Hawa hawakujua kweli na hawakwenda kuitafuta kweli, wameenda kutafuta kwa waganga na wauguzi ambao hawakuweza kuambia kweli na kwa hakika, kwa sababu wamesema je, mna uhakika? Hapakuwa na uhakika kwamba kweli ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike. Na mwisho nitakachokiongea ni gharama. Dhambi jamani, ni ina gharama. Mshahara wa dhambi ni mauti. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Hakuna dhambi isiyolipiwa. Na ndio maana Yesu amekufa akatulipia dhambi zetu zote. Umeona? Lakini tukiendelea, nani Paulo anauliza, je, kwa sababu tumeokolewa, je, tuendelee kuishi katika dhambi? Si tutakuwa sasa tunamrudisha Yesu msalabani mara ya pili. Kwa hiyo wapendwa, tujue hata sisi tuliookoka bado tunapoendelea kwenda katika dhambi, gharama lazima italipwa. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Amen. Barikiwa sana. Host, naomba mnisaidie mtu ambaye haongei muweze kummute, mtusaidie kwa ajili ya utulivu kwenye madhabahu. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Mimi naongelea kitu kidogo kutoka katika mstari wa sita ambapo yani emphasis iko kwenye wanaambiwa kwamba mbona mnaifanya mioyo yenu inakuwa migumu, na anakompea mioyo yao kama wa Misri na Farao. Umeona kitu ambacho nataka niongelea hapo. Haya maneno yalikuwa yanaongelewa na yanasemwa na makuhani na wachawi wa Wafilisti waliowashauri viongozi wao kuirudisha sanduku la agano kwa Israeli. Na kitu cha kunishangaza hapo ninachojifunza, nasema hata watu wasiomjua Mungu wa Israeli, kama tulivyosoma chapter iliyopita, hawamjui Mungu wa Israeli kwa agano, lakini wanatambua nguvu za mamlaka ya Mungu na kujifunza kutokana na historia ya Wamisri, si ndio? Lakini tukisoma pia ninaangalia hiyo moyo kuwa mgumu. Tukisoma historia ya Farao kufanya moyo wake kuwa mgumu, tunajifunza. Nilijiuliza, yani tuliwahi kufanya debate na watoto wangu wakati tunafanya devotion siku moja asubuhi. Tulijiuliza swali, ni Farao alifanya moyo wake kuwa mgumu au ni Mungu alifanya moyo wa Farao kuwa mgumu, au both? Unaona? Lakini tukisoma Zaburi ya 37 mstari wa 4 anasema God will give you a desire of your heart. Kwa hiyo Farao alianza kufanya moyo wake kuwa mgumu mwenyewe katika Exodus 7, ukisoma 7:8 kuendelea. Na baadaye Mungu alithibitisha ugumu huo katika Exodus 9 na kuendelea. Sasa kitu ninachojifunza hapa, ninajifunza kwamba Mungu
huwa anamwachia mtu aendelee katika matokeo yake ya uasi. Unaona, unaendelea kama mtumishi alivyosema. Tukisoma Warumi 1:24 inatufundisha kwamba kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima ya miili yao. Sasa hapa Farao alifanya moyo wake kuwa mgumu mara kwa mara, na alikuwa anaona kabisa ishara zinatokea, lakini moyo unakuwa mgumu. Unaona, aliona miujiza, lakini hakutaka kumrudia Mungu kwa toba, si ndio? Lakini hawa Wafilisti waliona mateso, majipu, vifo na hofu, unajua. Lakini kitu tunachojifunza hapa, walitafakari walitafakari mpaka hao wachawi wao wanawauliza kwa nini mnafanya, yani wanarejea kule kwa Wamisri na Farao mwenyewe. Lakini somo ninalojifunza jingine hapa, Mungu anatazama mwitiko wa moyo, si kiwango cha maarifa. Sometimes tunakuwa so much na maarifa mengi, lakini Mungu anaangalia mioyo yetu, si ndio? Wafilisti walikiri kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu mwenye nguvu kuliko miungu yote, miungu ya Dagoni, miungu yao, si ndio? Hawakujilinganisha na Mungu, si ndio? Walikiri, wakuja kukiri kwamba Mungu ni Mungu, si ndio? Lakini kitu kingine najifunza, kiburi huwa kinafunga mtu. Unajua, ukikaa tu hapo unajisema mimi ndio mimi, kiburi kitakufunga. Lakini unyenyekevu huwa unafungua njia za hekima. Haleluya. Bwana wabariki. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Karibu, I believe Sister Jane and then Sister Belinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Mimi nataka kuchangia tu pointi chache katika vitu ambavyo nilikuwa nasoma hapa. Nimeona kwamba katika hii walivyosema waliita makuhani na nini na wauguzi, yani hii swala ni la kiroho, unaona. Kwa hiyo hawa makuhani walikuwa wamekaa kiroho, na hapa tunajua tunaposema ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa most of the time ni ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Sisi wa Kristo tunaweza tukawa tunaamini, lakini utakuta hawa kwenye upande wa giza kuna vitu wanavitambua na ugumu wake wanaujua. Kwa hiyo ndio maana walishirikisha wakitaka ushauri wa kiroho, kwa sababu kuna ushauri tu wa kimwili, lakini tunapotaka ushauri wa kiroho tutabidi tumtafute yule mtu wa kiroho. Kwa hiyo hata na sisi wenyewe tunapokuwa kiroho lazima tuwatafute na watu ambao wako rohoni, is easy to understand us. Lakini tunapoenda kuomba katika mtu ambaye yuko rohoni atakushauri tu mwilini. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nimeona kuna swala lile wenyewe walisema kwamba hapa haiwezekani bila sadaka. Tumeona hata sisi wa Kristo tunahubiriwa kila siku nguvu ya sadaka. Umeona? Kwa hiyo kuna sadaka ambayo inatangulia wakati unaomba na kuna sadaka ambayo inakuja kwenye kujibu. Anyway, I'm standard deep kwa sababu wote bado tunajua aina gani za sadaka. Mimi naongelea kwetu sisi wa Kristo. Kwa hiyo hata upande wa giza na wenyewe wana sadaka, wanatambua nguvu ya sadaka. Hakuna mtu anaendaga kwa waganga bila sadaka. Na katika hiyo sadaka hapa wameeleza aina ya sadaka. Kwa hiyo hata sisi wenyewe Mungu kuna muda mwingine anasema na sisi aina ya sadaka. Kwa hiyo hapa kingine tena chojifunza ni vizuri sana kusikiliza maelekezo ambayo tunapewa. Let's say Mungu anasema na wewe kwenye ndoto, kuhani wako anakuelezea, umeona? Kwa hiyo tunapokuwa tunatii, tunaendana na vitu vingine. Kwa hiyo kuna vitu vingi na sisi tunavimisi. Mimi najaribu kuongelea nao kutotii hizo maelekezo tunayopewa, whether yawe sadaka au vitu vingine. Alafu kuna ingine tena nimeona, yani kwamba utii, walienda vile walivyoambiwa. Hakuna sehemu ambapo labda walienda kinyume au walifanya nini, au kuna sehemu walicompromise wao kwa hekima yao ya kibinadamu au kwa hekima yao wao. Hapana, walienda vile. Kwa hiyo na sisi Mungu atusaidie. Nikisema hivyo, na tena hapa naongea kwa msisitizo, sisi wa Kristo tunachukuliaga vitu kwa kucompromise, lakini wenzetu upande wa giza they mean it, tena ni waoga yani kwenda kinyume na vile maelekezo yanapotolewa, kwa sababu kuna muda mwingine wanapewa adhabu. Lakini sisi wa Kristo kwa sababu tunaishi kwa neema, most of the time we don't care, lakini tukicare tutaona maajabu makubwa ya Mungu. Alafu kwenye ule mstari wa 13 kuna kitu nimeona, restoration, Mungu wa urejesho. Wale walivyoona agano lile walifurahi, na sisi hata sisi wenyewe tunavyoona restoration Mungu anapofanya kwenye maisha yetu, haijalishi kwa kipindi gani. Umeona? Tunakuwa Sister Jane, tumeishia mstari wa 12. Okay, sorry basi. Basi ngoja nimalizie tu point yangu mbili. Kuna ukuu wa Mungu na utakatifu wake, pamoja wao walikuwa kwenye giza lakini wameona katika ukuu wa Mungu na wametambua kazi ya Mungu, uhalali wa kazi ya Mungu. Mimi naomba niishie hapo tu. I'm sorry kama nilipitiliza. Barikiwe.
Amina, neno barikiwa sana mtumishi. Karibu Dr. Belinda. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi zangu nyingine zimeshaongelewa, nilitaka tu kuongezea kingine kwenye mstari wa kwanza, perspective ambayo mimi nilikuwa nimeipata tofauti kidogo na alichokuwa amekiongea Sister Rebecca, kwa sababu mstari unasema kwamba sanduku lilikaa kule miezi 7. Nikawa nimekuwa na tafakari kwamba kama limekaa kule miezi 7 na chanzo cha sanduku kuchukuliwa na Wafilisti kama tulivyoona huko nyuma ilikuwa ni dhambi ambayo makuhani waliifanya mpaka Mungu akaruhusu wakapigwa na makuhani wao wakafa pamoja na Eli. Kwa sasa I was trying to ask myself, kama miezi 7 yote, of course the Bible haisemi kwamba upande sasa huko wakina Samuel waliokuwa wamebaki, kwamba katika hii miezi 7 haisemi walikuwa wanafanya nini, lakini it is quiet. Tunaona tu kile kilichokuwa kinaendelea upande wa Wafilisti. Nevertheless, pamoja na kwamba haijasema chochote, ikawa imenikumbusha tu kwamba sometimes sisi sasa pale ambako unakuwa umeanguka kwenye dhambi alafu you don't do anything about it, umekaa tu na dhambi, unaendelea kuswim humo ndani with all the consequences associated with it, wakati kumbe tulitakiwa tutambue kwenye Revelation 2 mstari wa 5 inasema angalia ni wapi ulipoanguka ukarudi, kwa sababu tunajua kwanza ukirudi basi kwa Mungu, Biblia inatuambia tubuni mkarejee zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Kwa hiyo for me it seems pia kwamba even though haya yote yalikuwa yametokea, lakini bado Waisraeli walikaa tu, hawakuchukua any action mpaka tunaona hii action inakuja kutokea kwa Wafilisti. Wao sasa kutokana na mapigo walioyapata wanaanza kutafuta jinsi ya kulitoa sanduku, but wale sasa ambao ndo the chosen people walikuwa wamekaa kimya tu. I don't know what they were doing, lakini we don't see any action. Kwa hiyo yani kawa nawaza tu kwamba Mungu atusaidie tunapokuwa tumekosea, basi tukaweze kutambua tulikokosea na kurudi, ili tuweze kurudi tena kwenye the presence of God. Amen. Amen, amen. Sister Jane, is that an old hand? Sister Jane? Basi naona labda yuko mbali na simu yake. Karibu Sister Kanana uweze kuendelea. Amen, amen. Mungu awabariki sana kwa michango mizuri sana. Na mimi nitachangia kidogo kuhusiana na tuanza kwanza na hii sura 6 mstari wa 1 na wa 3. Tuangalie kuna nini ambacho Mungu anatuelekeza. Hii sura inaanza na tatizo ambalo linahitaji kutatuliwa. Wafilisti kweli wameshinda vita, lakini wanaendelea kupoteza miji. Tunaona katika ule mstari wa 1 pale wanasema kwa miezi 7 sanduku la agano lilikuwa limekaa kwa Wafilisti. Wakati huo kuna hofu, kuna majipu, kuna tauni, kuna mauti, vifo vinaendelea kutokea kutoka kwenye miji. Ukikumbuka kwenye chapter 5 mstari wa 6 mpaka 12 iliyoorodhesha baadhi ya miji kama Ashdod hadi kule Gathi na Ekron, tunaambiwa kwamba watu walikuwa wanateketea. Kile kilicholetwa nyumbani kama ushindi, kama nyara ya ushindi, kimegeuka sasa kuwa mzigo au imegeuka kuwa mateso yasiyovumilika. Sasa tunaona kwa upande mwingine haielezei kama alivyosema Sister Belinda kwamba Waisraeli wanafanya nini. Hatuoni mkakati wowote ambao labda kujaribu kuirudisha sanduku, labda kuomba au kufanya nini. Lakini mimi ningeweza kusema kulikuwa na madhara kwa wao kutokuwa na sanduku la agano. Kwanza tunaambiwa kwamba kutokuwepo na ule upeo wa Mungu ambao ni unaonekana, ile tangible presence of God haukuwepo. Pili, tunaambiwa Waisraeli walishindwa kufanya ibada maalum. Kwa mfano tunaambiwa kwenye Waebrania 9:25 kuhani alikuwa anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka. Hapo tunaambiwa pia yeye alichukua ile damu ya sadaka kwa ajili ya upatanisho. Sasa hizi ibada kama hizo hapa zilikuwa hazifanyiki. Pili, tunaona pia kuvunjika kwa agano
Ile sanduku ilikuwa sanduku la agano na lilikuwa na zile amri 10 zikiwa katika ukumbusho wa ile agano la Mungu na Waisraeli, ambazo zilikuwa ni kuwakumbusha zile sheria ambazo wanatakiwa kufuata. Hivi vyote vilikuwa havipo. Pia kuna issue nyingine ya loss of identity. Tunaambiwa kwamba ile sanduku ilikuwa msingi katika taifa la Israeli katika kulitambulisha kwa ulimwengu. Madhara yako mengi ukitaka kurudi nyuma kuangalia na hizi benefits za kuwa na ile sanduku, lakini kwa ajili ya muda nitaishia hapo tu. Hukumu hii na mapigo yalikuwa yanaendelea yalazimisha hao Wafilisti kutafuta ushauri, kama alivyoongea Sister Jane pale. Ilibidi watafuta ushauri wa kiroho, kwa sababu ilikuwa ni swala la kiroho. Kwa sababu wao na miungu wao, ukiangalia miungu wao inaanguka chini, Mungu wao Dagoni anaanguka chini, wanapigwa na kila sehemu, wakiweka sanduku wanapigwa na magonjwa. Sasa wakaona hili sio swala la kawaida, kunatafutiwa jibu la kiroho. Swala lao linafanana sana na lile la wazee wa Israeli katika ile sura ya 4 mstari wa 3, ambao walikuwa wanajiuliza tufanye nini juu ya sanduku la Bwana. Waisraeli walikuwa wanataka kulitumia sanduku kwa ajili ya kulazimisha ushindi, lakini Wafilisti wanataka kuitumia sanduku ili kukomesha ile maafa. Wanataka kuliondoa ile sanduku ili kukomesha ile maafa ambao wanapata. Sasa makuhani na waaguzi au wachawi wa Wafilisti walipaswa kujibu swali tunaojiuliza hata hii leo. Utafanya nini unapomkosea Mungu usiyemjua vizuri, lakini bado lakini huwezi kumkana, yupo? Utafanya nini? Neno la kwanza la wataalamu wa dini linaonyesha moyo wao uko wapi. Tunaambiwa kwamba wanawaambia kwamba mkirudisha sanduku la Mungu wa Israeli, msirudishe tupu. Hakikisheni mnarudishia sadaka ya hatia. Pale kwenye mstari wa 3 nasema alitusomea Sister Pamela, sadaka ya hatia. Wanatambua kwa usahihi kwamba mkono wa Mungu ni mzito na kwamba kupata Mungu anahitaji utukufu, ndio maana lazima ipatikane njia ya kuweza kuondolewa ile shida au ile balaa waliokuwa nayo. Tunaambiwa makuhani na wauguzi walikuwa na ufahamu wa sheria na ibada za toba, kwa kufuata traditions na maandiko mbalimbali ambao unaweza kusoma hata kwenye kitabu cha Agano la Kale, ili kufutiwa hatia au kusamehewa, fidia lazima ifanyike. Pia kwenye mstari huu ambao tunaona hapa, katika mistari ambayo tunaiona hapa, tunaona kuna hofu iliyoonyeshwa na Wafilisti. Pamoja na kuchanganyikiwa kwao, wanafahamu kwamba kuna mkono mzito wa Mungu. Kuna hofu, wanafahamu kuna mkono mzito wa Mungu, lazima uzingatiwe. Wanatafuta ushauri, na nimeongea na nairudia tena, lakini wanatafuta ushauri. Hatia yao inahitaji kufikiriwa na kulipiwa. Wametambua hiyo. Inasikitisha sana, kama alivyosema Sister Jane, kwamba watu wa nje wanaweza kuwa na hofu ya Mungu kuliko sisi wa Kristo tuliokoka. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Nitaendelea tena mstari wa 4 mpaka wa 5. Unarekodi suluhisho la vielelezo vya kitubio, jinsi ya kutubu. Wanasema vielelezo vya dhahabu, ya majipu na panya. Suluhisho hiyo ni la kipagani kwa namna fulani, lakini pia linatukumbusha mfumo wa zamani wa kutoa sadaka kwa Israeli. Ilikuwa ni sehemu ya ibada na maisha ya kiroho ya Israeli kulingana na Torati. Hata tukiangalia kwenye vitabu vya mambo ya Walawi, Kutoka, Hesabu, mfumo huo ulikuwa na umuhimu wa kurudisha upatanisho kati ya Mungu na watu wake kwenye ile Agano la Kale. Hebu unaweza ukasoma pale kwenye mambo ya Walawi 5:14-16. Ndio nisome hapa. Anasema mstari wa 14, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akiasi na kufanya dhambi, naye hakukusudia katika mambo matakatifu ya Bwana, ndipo atakapompelekea Bwana sadaka yake ya hatia, kondoo dume mkamilifu katika kundi lake, sawasawa na hesabu atakayomwandikia kama shekeli za fedha, kwa shekeli ya mahali patakatifu, kuwa sadaka ya hatia. Mstari wa 16 unasema, atalipa kwa ajili ya hilo alilokosa katika
kile kitu kitakatifu, kisha ataongeza na sehemu ya 5 na kumlipa kuhani, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake na huyo kondoo dume na wa sadaka ya hatia, naye huyo mtu atasamehewa. Haitoshi kurudisha vilivyochukuliwa au kuibiwa. Haitoshi kuvirudisha tu, kunahitajika sadaka ya hatia. Ndio maana tunaona wanarudisha hivi vitu vya dhahabu kama suluhisho la upatanisho, au angalau Mungu rehemu. Chaguo lao la sanamu lilikuwa na makusudi maalum kama njia ya kuomba msamaha kulingana na mapigo ambayo waliyopata ya majipu na tauni za panya. Labda walikuwa wanafikia janga hili, labda Mungu angeweza kulipunguza au kuwaondolea hiyo hukumu. Kwa walikuwa wana makusudi hayo ya kurudisha na toleo. Tendo hili la matengenezo ni muhimu sana hata kwetu sisi leo. Mungu amemtoa mwanae mpendwa Bwana Yesu Kristo, tunajua kama sadaka ya upatanisho. Kila mwaminie na kuacha uovu au dhambi ataokolewa na kuondolewa hukumu. Kwa neema Bwana Yesu alifanyika kuwa sadaka au toleo la dhambi. Unaweza kuisoma hiyo kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana wetu Yesu Kristo alibeba adhabu ya dhambi, akachukua jukumu la makosa yetu. Labda mambo mawili ya kuzingatia ambayo nilikuwa nayafikiria mimi. Kwanza, Mungu anakutana vipi na watu wenye mafundisho yaliyopotoka lakini wanamuogopa? Hili swali linaweza kutusaidia sana katika kushare Injili. Kitu kingine ambacho nilikifikiria, sisi tunaamini Bwana wetu Yesu Kristo alifanyika sadaka kwa ajili yetu. Tunaichukuliaje hii sadaka? Nadhani kwenye maombi Sister Rebecca aliomba kitu cha msingi kwamba unapoomba unamaanisha, unasema kile kitu ambacho umekosa. Unajua sisi wa Kristo tuna tabia za kusema maneno matupu. Tunaweza kusema kama desturi, tusamee Bwana, tumekosa, tunaomba tuoshwe na damu, bila kumaanisha chochote. Sadaka ya Yesu Kristo inatakiwa kutukumbushe tulistahili hukumu ya kifo, hivyo itusababishie tuache dhambi. Mungu atusaidie. Amen. Itaendelea mstari wa 6. Na mstari wa 6, makuhani wa Wafilisti wanamchukulia Mungu wa Israeli kwa uzito sana kupitia simulizi za zamani. Ameelezea vizuri Sister Victoria. Sidhani kama nitaongezea zaidi aliyoyasema, lakini nitachangia mawili matatu. Wao wanaendelea katika zile simulizi za zamani. Utaona katika ile Agano la Kale ameongelea vizuri Sister Victoria kwenye Kutoka kule. Katika mstari wa 6 hapa makuhani wanawaonya Wafilisti kwa sababu walionekana kama wana ugumu, aidha ni kiburi kwamba sisi tumeshinda, tunataka kukaa na hii sanduku. Kwa ndio maana unaona wana remove from one city to another. Makuhani wanawaonya Wafilisti, wanasema siweke mioyoni migumu kama vile Wamisri walivyofanya, Wamisri na Farao walivyofanya. Mpango wa makuhani si kwamba walikuwa wanataka kuwafundisha mafundisho ya Agano la Kale, bali walikuwa wanajikongoja ili kutoa ile hofu, ili kuepuka yale ambayo yaliwapata Wamisri. Tunasoma katika Kutoka 7:13, lakini moyo wa Farao ulikuwa mgumu, naye hakuwasikiliza. Na Kutoka 8:15, Farao alipoona kuwa ana unafuu kidogo, alifanya tena moyo wake kuwa mgumu, wala hakusikiliza wakati Musa anamuelezea kwamba aachie wana wa Israeli waende. Farao na wa Misri walijaribu kuwazuia wale waliomilikiwa na Mungu, wakapata gharama kubwa. Walipata gharama kubwa hadi wakaondolewa na watu wao. Wafilisti wanajaribu kuchukua kile, Wafilisti nao wanajaribu kuchukua kile kilicho cha Mungu, sanduku la agano, kama ishara. Na sanduku la agano tunaambiwa ni ishara ya kiti cha enzi cha Mungu. Na sasa wanakabiliwa na ile jambo la uchaguzi. Tuchague nini? Ukaidi au kujisalimisha? Kibiblia
moyo mgumu ni kukataa kusikia sauti ya Mungu, ukaidi, kukataa kutii neno la Mungu, kukataa kumtii Mungu, kukosa huruma, hata kukataa kuonywa. Uko nitoka moyo mgumu, kujiona wewe ni mkubwa kuliko Mungu. Aliongea kidogo hii sister Victoria. Huo ni ukaidi, huo ni kuweka moyo mgumu. Kuna hatari kubwa ya kuwa na mioyo migumu. Mtu anaweza kupoteza heshima mbele za Mungu. Tuna Farao hakumheshimu Mungu, akaona amri za Mungu si muhimu. Moyo mgumu pia huzuia baraka na kuleta mateso. Tunaona tauni zinaongezeka kwa sababu ya kuwa na mioyo migumu. Moyo mgumu huleta maumivu kwa wengine. Tazama taifa zima la Misri liliumia kwa ajili ya moyo mgumu wa mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi. Hata mataifa yetu sasa inabidi ni haya mambo yanayoendelea hapa. Moyo mgumu husababisha hukumu ya Mungu. Hatimaye tunaona Farao alipoteza mzaliwa wake wa kwanza na wazaliwa wa kwanza wa Misri. Ndugu zangu, moyo mgumu unaharibu mtu, lakini moyo mnyenyekevu humuinua mtu. Tujichunguze. Je, tunamheshimu Mungu? Tuna huruma na upendo? Je, tunatii sauti ya Mungu? Mimi naipenda ile Zaburi ya 51, nikiangalia pale mstari wa 10 ambao Daudi waga anasema anamuomba Mungu amuumbie moyo mpya, kwa sababu kwa kibinadamu hatuwezi. Ndio maana lazima tumuombe Mungu atusaidie. Ukitumia nguvu yako utarudi kule kule. Wote tuna mioyo ambayo saa zingine inataka kufanya mambo yake. Pia katika Ezekiel 36:26 inasema Mungu ametuahidi kubadilisha mioyo yetu, ile mioyo ya mawe. Anasema nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani yenu na kuweka moyo wa nyama. Haleluya! Kwa hiyo ni Mungu anayetuwezesha sisi kubadilika. Nitaendelea tena mstari wa 7 mpaka wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu tunaona Wafilisti wanabuni jaribio la ng'ombe ili kutofautisha kati ya bahati mbaya na kazi ya Mungu. Kila kitu katika mpango wao kinaenda kinyume na kawaida. Kwa mfano, tunaona hawa ng'ombe ambao wananyonyesha hawajai kufungwa nira. Pia tunaona ndama waliofungwa kwenye zizi ili mioyo yao iwarudie mama zao, iwavute kuwarudisha hawa mama zao zizini. Kwa hiyo wanapanga mpango huu ambao kwa kawaida kwa kibinadamu sio, inakwenda against the nature. Ng'ombe wataivuta gari moja kwa moja mpaka Israeli. Wafilisti wanahitimisha kwamba ni kazi ya Mungu kama wale ng'ombe wataenda moja kwa moja Shemeshi. Lakini wakizuiwa bila mwelekeo, basi hawa ng'ombe wanasema kwamba ni bahati mbaya. Kwenye ule mstari ule wa 9. Ndugu zangu, nothing happens by chance. Mara nyingi husababishwa na maamuzi tunayofanya. Saa zingine haya maamuzi yanakuwa yameongozwa na Mungu, na saa zingine shetani au sisi wenyewe. Mambo mawili ningependa tuangalie katika mstari wa 12. Kwanza, ng'ombe wanaenda moja kwa moja, hawageuki kulia au kushoto kuonyesha utii. Utii ndio siri kubwa ya mafanikio. Tunaona Mungu anamwambia Joshua katika ile Joshua 1:7, uwe hodari tu na shujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiende mkono wa kuume au kushoto, ili upate kufanikiwa. Kwa usigeuke, nenda straight, focus, anamwambia. Pili, jambo la pili ambalo nataka kuliangalia ni kilio cha ng'ombe. Kimebeba gharama. Kuna mtu aliongelea gharama. Kuna gharama hapa. Miili yao inaelekea Israel, lakini mioyo yao inavutwa kurudi kwa ndama wao ambao natural instinct, mama anataka kwenda kumwangalia mtoto wake. Ng'ombe wanautii wenye gharama kwa Mungu wa Israeli. Wakati wale watawala wa kibinadamu wanabaki tu nyuma wakitazama kinachoendelea. Kwa kuhitimisha tu kuangalia mstari wa 7 mpaka wa 12, tunaona ng'ombe wanaenda moja kwa moja Shemeshi.
kuthibitisha kwamba mkono wa Mungu ulihusika katika matukio yaliyowapata Wafilisti. Mistari hii inatufundisha nini ndugu zangu? Inatufundisha, mimi nilikuwa naiangalia, inanifundisha mimi maisha kumtegemea Mungu. Mungu atuongoze kwenye maisha, atusaidie, ndio yeye atakayetusaidia kufanikisha makusudi yake. Hatuhitaji kumsaidia Mungu. Tunaona hapa jinsi gani hii gari inaenda moja kwa moja bila mkono wa mtu yoyote, unaenda moja kwa dereva, of course ni Roho Mtakatifu, inaenda moja kwa moja mpaka mpakani pale, inarudi nyumbani. Mungu amelishikilia lile gari linaenda. Na tutakuwa tuwe hivyo, tuwe watu ambao kuachilia Mungu atupeleke pale atakuwa kutupeleka, sio kumsaidia. Amen. Kama anaweza kufanya kwa ng'ombe, je, sisi na mpango wake mkubwa ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu. Ningependa kumkaribisha mtumishi wetu Pam atusomee mstari wa 13 mpaka 21 kumalizia sehemu ya pili. Karibu Pam. Amen. Nitaenda kusoma kama ilivyoandikwa. Nao watu wa Beth Shemesh walikuwa wakivuna ngano yao bondeni. Wakainua macho yao, wakaliona sanduku, wakafurahi sana kuliona. Na lile gari likaingia katika konde la Yoshua wa Beth Shemesh na kusimama pale pale palipokuwepo jiwe kubwa. Basi wakaipasua miti ya lile gari, wakawatoa wale ng'ombe kuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Nao Walawi walilishusha sanduku la Bwana, na lile kasha lilikuwa pamoja nalo, lenye vile vitu vya dhahabu, wakaviweka juu ya lile jiwe kubwa. Nao watu wa Beth Shemesh wakatoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja dhabihu siku hiyo hiyo kwa Bwana. Na hao mashehe watano wa Filisti hapo walipokwisha kuyaona hayo, walirejea Ekron siku hiyo hiyo. Hii ndiyo hesabu ya wale majipu walioyapeleka wale Wafilisti, yawe matoleo ya kosa kwa Bwana: kwa Ashdodi 1, kwa Gaza 1, kwa Ashkeloni 1, kwa Gathi 1, na kwa Ekroni 1. Na panya wa dhahabu kwa idadi ya miji yote ya Wafilisti, milk zao wale mashehe watano, miji yenye maboma na vijiji vya mashamba pia. Nalo lile jiwe kubwa ambalo juu yake waliliweka sanduku la Bwana liko hata hivi leo hapo kondeni pa Yoshua wa Beth Shemesh. Basi Bwana aliwapiga baadhi ya watu wa Beth Shemesh kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana. Wapata watu 70 na watu 50,000. Nao watu wakalalamika kwa kuwa wamepiga watu kwa uuaji mkuu. Nao watu wa Beth Shemesh wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana, huyu Mungu mtakatifu? Naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu wa Beth Shemesh? Nao wakatuma wajumbe waende kwa wenyeji wa Kiriath Yearimu kusema, Wafilisti wamelirudisha sanduku la Bwana, basi shukeni mkalichukue kwenu. Amen. 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 Karibu moderator. Asante, barikiweni sana watumishi, watendakazi. Karibuni ambaye yuko tayari kuchangia. Karibu kwa kunyosha mkono wako, tutakukaribisha. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niende haraka haraka kutokana na muda uliobaki. Mimi kuna vitu nimeviona vichache, na cha kwanza nilishasema mwanzo pale kwenye 13, yani Mungu wa urejesho, ambao hata kusoma huko chini mstari wa mwisho ni pale tunasimamia katika Mungu wa urejesho. Kwa hiyo Mungu hata iweje uwaga anarejesha, japokuwa amejipigania mwenyewe na mwenyewe amerejea. Alafu kuna swala lingine nimeliona, sanduku la agano lilirudishwa kwa heshima. Umeona, na hii inatufundisha utimilifu wa mpango wa Mungu wenyewe. Kwa hiyo hata sisi pamoja
tunaendaga makanisani kwa mazoea, kuna muda tunachukulia kama kanuni tu ya sisi wanadamu, Sunday I have to go to church, lakini heshima ya kumtukuza Mungu saa nyingine inapungukiwa. Sasa tuangalia hawa pamoja walikuwa yani wanaamini hivyo vitu, lakini heshima walichukua, kwa sababu na ndivyo wanavyoabudu miungu yao kwa heshima, na ndivyo walivyofanya kwa Mungu wetu. Kwa hiyo na sisi wenyewe tujenge tunapokuwa katika kwenye swala la Mungu, tuheshimu. Swala lingine nimeona uthibitisho, walithibitisha, tuseme uthibitisho kuwa yani vyote vilivyotokea ilikuwa ni Mungu wa Israeli, Mungu aliye hai, kwa sababu pale kulikuwa kuna Mungu wa Dagoni na Mungu aliye hai, lakini uthibitisho waliuona. Kwa hiyo hata na sisi wenyewe tunathibitisha kwamba Mungu wetu sisi ana nguvu na hakuna kinachomshinda wala kupambana naye. Kingine tena, kutambua makosa ni muhimu sana. Na sometimes sisi wanadamu, kwamba nataka niongelee kidogo point hii, tunapomtumikia Mungu maana yake ni transition kutoka ulikotoka kwenye wakale tunaenda kuwa wapya. Kwa sababu tunasemaga ya kale yamepita, sasa ni wapya, lakini transition watu hawazioni. Umeona? Kwa na sisi kutambua matatizo yetu and then tunajipatanisha na Mungu. Wao waligundua matatizo yao, hata walivyoamua kupeleka hizo sadaka ni njia moja hapo ya kujipatanisha na Mungu, kwamba yale mapigo yasiendelee. Kwao walishuka na kunyenyekea baada ya kuona matendo yani Mungu alivyokuwa anawaadhibu. Na sisi wenyewe vile vile tunapokuwa kwenye dhambi tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. Tunapotambua turudi. Yaya, hakuna kingine tena. Nimeona kwamba hakuna mtu anaweza kuchukua uungu yani wa Mungu, hakuna. Kwa hiyo hii kitu yoyote yani kwamba weza wewe unaabudu sijui kitu gani, weza wewe ni Mkristo, tena hii kwa sisi wengine Mungu anapotupa utukufu juu ya utukufu, ule uungu tunaubeba sisi. Mshasikia kuna baadhi wengine watumishi yani bila mimi wewe hapa mabiba. Turudi na kurudisha sifa na utukufu ni wa kwake. Sisi tu ni vyombo tunatumika. Kama hawa walitambua, na sisi tutambue ule hakuna mtu anaweza akachukua sifa ya Mungu wala kushia utukufu, ili atuzidishe kupanda juu ya utukufu. Kingine tena, kuheshimu uwepo wa Mungu. Tena hii naomba nisisitize vizuri jamani, kuheshimu uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu. Kuna muda kwamba tunamtafuta Mungu. Mungu anapotunyanyua na nguvu zake na uwepo wake, tunakuwa tunajisahau. Tukumbuke ile ni neema, na ikiondokaga hairudi. Kuna wengine wanabahati wanarudi tena vizuri, na inabidi ulipe gharama urudi tena jangwani ili Mungu akurudishie vile vitu alivyokuwa amekupa vile vitu. Kwa hiyo tunavyojiona kila siku ya changing, tuendelee kumheshimu Mungu, kurudisha utukufu wake. Mimi naomba niishie hapo tu, wapendwa, mbarikiwe. Asante sana. Naona tumebaki dakika 11. Naona mkono wa Sister Rebecca, karibu. Asante. Haraka nimeona kingine hapa. Ukiangalia mstari wa 10 huko juu, utaona hawa watu walikuwa wanataka kujua kama hii ilikuwa ni ajali au sio, vile Bwana ambavyo alikuwa amewapiga. Tunaona Mungu amejidhihirisha kwamba haikuwa ajali, ilikuwa ni mimi. Ni kitu muhimu sana Mungu kujidhihirisha kwetu. Mara nyingine tunaweza tukao tunaona vitu vingi vinatokea katika maisha yetu. Wengi tunaweza tukasema ni shetani, sijui ni nini, lakini kumbe ni wewe umemkosea Mungu. Kwa hiyo hawa walipata huo udhihirisho. Mungu atusaidie sana na sisi tunapofanya makosa tuweze kujua ni nani ambaye ni Mungu tukatubu au ni shetani anatuonea. Hicho ni kitu muhimu. Lakini kuna huu mstari hapa mwisho ambapo wanasema kwamba na watu wa Beth-Shemesh wakasema ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana huyu Mungu mtakatifu. Hii inanikumbusha Zaburi ya 24 ambapo inasema ni nani atakayesimama katika mlima wa Bwana, ni yule ambaye ana mikono misafi. Kwa hiyo nayo itukumbushe kwamba kusimama mahali Bwana alipo ni mahali patakatifu. Na tunajua Musa aliambiwa avue viatu, na sisi hivyo hivyo tunapokuwa kwenye uwepo wa Mungu lazima tujue kwamba ni Mungu ni mtakatifu na yachangamani na uovu. Mungu awabariki. Amen. Barikiwa sana. Mwalimu, tumebaki na dakika 10. Ungehitaji dakika ngapi zaidi ili uweze kumaliza kipindi chako? Nadhani dakika 2-3 will top. I should be on time, I think. Okay, basi sawa. Karibu, lakini nitawaomba tu mtuvumilie. Ongeza 2-3 ongeza 5 tuseme. Okay, let's say 10. Naomba basi mtuvumilie wote kwa dakika 10 zaidi ili tumpe mwalimu aweze kumalizia kipindi. Karibu mwalimu. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana, na washukuru kwa michango yenu mizuri. Nitaendelea na mimi. Tunaona simulizi imegeuka kwenye mstari wa 13 mpaka 16. Tunaona simulizi imegeuka kutoka kwa wakuu wa Wafilisti kwenda kwa wakulima wa Israeli. Tunaambiwa kwamba katikati ya mavuno
hawa wa kwanza tunaona ni furaha kubwa, labda walikuwa wamemisi kuliona lile kukua na ile ibada, au tunaona wana furaha. Gari linasimama katika konde la Yoshua mtu wa Beshemash, karibu na ile jiwe kubwa. Tunaambiwa, utaona pale kwenye mstari wa 14, watu wanapasua zile mbao za gari kama kuni. Walawi wale wanalishusha lile sanduku kwa makini, vile vile wanatoa vile vitu vya dhahabu. Tunaambiwa kwenye mstari wa 14 mpaka 15. Siku hiyo hiyo wanatoa sadaka kuteketezwa kama dhabihu na ibada ya shukrani. Ng'ombe waliobeba sanduku wanakuwa sasa ni sadaka, wanakuwa dhabihu ya Bwana. Kama dhabihu katika Agano la Kale ilitolewa kwa Mungu. Hapa tunaona hawa ng'ombe wawili. Hata hivyo sisi wa Kristo tunatakiwa tujitoe wenyewe kwa Mungu, si kwa kujiua au kuumiza miili yetu, bali kwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu, maisha ya heshima. Tunaambiwa kwenye Warumi 12:1, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Paulo hapa anatuambia neno la mwili, akimaanisha zaidi ya nyama na mifupa. Maisha yetu, yani matendo yetu, tabia zetu, mawazo yetu, maamuzi yetu, yote yawe ya kumpendeza Mungu. Tunajitoa kama dhabihu kwa ajili ya kazi za Bwana. Haleluya. Mstari wa 16, mashehe watano wa Filisti walipokwisha kuyaona hayo, tunaambiwa walirejea Ekroni. Wameshuhudia matendo makuu ya Bwana. Wameshuhudia, nadhani iliwashangaza. I'm hoping labda walibadilika. Lakini tunaambiwa kwenye Yeremia ile sura ya 32 mstari wa 17 inasema, Bwana Mungu, tazama wewe umeviumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono wako ulionyooshwa. Hapana neno lililo gumu lisilowezekana kwako. Haleluya. Wameona matendo makuu, kwa sababu Mungu ni mweza wa yote, aliumba vyote. Haleluya. Tukiendelea mstari wa 17 mpaka wa 18, mwandishi anarekodi sadaka za dhahabu za hatia moja kwa kila mkuu wa Wafilisti wana mji na miji yao mikuu mitano, pamoja na, sasa tunaambiwa, pamoja na panya waliowakilisha kila mji ulioguswa na yale mapigo ya Mungu wa Israeli. Pia tunaambiwa lile jiwe kubwa linakuwa ndio lile jiwe kubwa ambalo gari lilisimama linakuwa ndio kama ushahidi wa yale yaliyotendeka katika ile konde la Yoshua. Tukio hili limejaa alama nyingi za kiroho. Tunaambiwa hapa ilikuwa tayari hekalu lilikuwa limeshabomolewa, hekalu la ambalo sanduku lilikuwa limewekwa kule Shilo. Tunaambiwa lilikuwa limeshabomolewa. Kwa hivyo katika kitabu cha, unaweza kusoma kwenye Yeremia, kitabu cha Yeremia kinaeleza wakati lilipobomolewa. Kwenye mstari huu tunaona sanduku haliji kwenye hekalu, bali linakwenda kondeni, linaenda kwenye konde la kawaida. Utakatifu unaingia katikati ya kazi za watu. Swali langu, utakatifu wa Mungu unaingia katika kazi zako za kila siku? Jiwe hapa linakuwa kama kumbukumbu, kama alama, kama vile tulivyosoma kuna mawe yale ya Geldo na baadaye jiwe la Ebenezer, sura ile ya 7 tutasoma next week. Nilikuwa ni ushuhuda tu kwamba kuna wakati Mungu aliingilia kati mambo, alionekana kwa ukuu wake kwenye macho ya wanadamu. Haleluya. Nikiendelea mstari wa 19 na 21, wakati simulizi inaonekana kama inafikia kama mwisho, furaha, atmosphere, watu wanafurahia, lakini atmosphere inabadilika kwa ghafla. Tunaambiwa kwamba Waisraeli nao wanapata pigo. Imeandikwa katika ule mstari wa 19, watu 70, watu 50,000 walikufa kwa kuchungulia ile sanduku. Nilikuwa nasoma kidogo kuhusiana na hii, naona watu wengi sana niliona. Tunaambiwa kwamba idadi kamili watu waliokufa haieleweki kwa tafsiri za sasa. Kwa hiyo inawezekana ikawa sio hawa watu wanaosema
wale waliokuwa wanaabudu sanamu wa Filisti. Sasa anawahukumu Waisraeli kwa kumkosea heshima. Nadhani ameiongelea Sister Jane, wanakosa heshima. Walifanya kosa gani hapa? Maana unaweza kusema walikuwa wanachungulia, lakini walifanya kosa gani? Maandiko yanaashiria kwamba walikuwa wanatazama tena kwa jeuri ndani ya ile sanduku. Pia tunaambiwa wanaume hao wa Beshemashi walipaswa kuwa na ufahamu zaidi. Waliishi katika miji ya Walawi ambayo ilikuwa na mapokeo ya namna gani ya kuheshimu sana vile vyombo vya mahali patakatifu. Tunasoma hiyo kwenye Hesabu 4:20. Sitaisoma kwa sababu ya muda. Hesabu 4:20 tunaambiwa jinsi gani ya kuviheshimu vile vyombo vitakatifu na mahali patakatifu. Mwitikio wao wa Israeli unafanana na hofu ya Wafilisti. Tunaona kwamba wanatafuta sehemu nyingine ya kuweza kulipeleka sanduku, kama tulivyoona ukisoma kwenye chapter ya 4 na 5. Tunaona kwamba walianza kuhamisha lile sanduku kutoka mji mpaka mji. Umeona, tunaambiwa kwamba na wao hawa wanaamua kulipeleka sanduku sehemu nyingine, wakisema kwamba ni nani awezaye kusimama mbele ya Bwana Mungu huyu mtakatifu, naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu? Ule mstari wa 20. Swali lao la kwanza mimi naliona ni zuri, lakini swali la pili linasikitisha kidogo. Wanakiri kwamba Mungu ni mtakatifu ambaye mbele zake hakuna awezaye kusimama kiolelaolela, lakini badala ya kutafuta suluhisho kama jinsi gani au jinsi gani wanaweza kuishi na ile sanduku kwa usahihi mbele za Mungu, wanaamua kuliondoa lile sanduku, wanaamua kuondoa ule upeo wa Mungu. Very sad, I think. Wanajiepusha, hawataki, lakini badala ya kutafuta tutubu, tufanye jambo ambalo litasababisha tuweze kuwa na ile sanduku, lakini kozi ni mpango wa Mungu. Tunajua kwamba sanduku liende kule ambako amekusudia. Kwa hiyo sanduku linahamishwa sasa tena kutoka safari hii, na sio kwa wapagani wale wenye hofu, bali kwa Waisraeli wenye uoga. Watu wa Kiriath-Yearim wanaitwa kulichukua sanduku. Israeli sasa wanakuwa na sanduku, lakini bado hawajajifunza kuishi na Mungu aliyewakilisha lile sanduku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura hii inatufundisha inatuachia maswali mazito, mimi nafikiria, ambayo yanatuandama hata leo. Mungu huyu anakutana vipi na watu wenye mafundisho potofu lakini wanamuogopa? Tunaona Mungu ni mwenye rehema, alikuwa anataka hawa watu nao wapate kumjua yeye, ndio maana aliruhusu ili waone ukuu wake, jinsi gani sanduku lilipotoka kutoka kule kwa Filisti mpaka ilipofika kwa Waisraeli. Alionyesha jinsi alikuwa anataka wao mjue, whether walimjua au not, lakini waliona yale matendo makuu ya Mungu. Jambo lingine ni nini hutokea wakati utakatifu unaposogea karibu na jamii ambayo haijajiandaa kupokea? Swala la kujitafakari. Tunaishije na Mungu aliye mwenye rehema na pia ni hatari sana, hachezewi? Mimi natumia neno Mungu hachezewi, hadhihakiwi. Mungu amekuja nyumbani, lakini hataki kudharauliwa. Niache maswali hayo kwenu kwa kutafakari sisi wote. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha kufikia mwisho wa kipindi hiki. Asanteni kwa kujoin, kusikiliza, kuchangia. Michango mizuri sana. Mimi mwenyewe ninajifunza, naendelea kujifunza, na muomba Mungu hata haya na yakawe mafundisho kwa sisi wote. Mungu awabariki sana. Kabla sijamaliza, ningependa kuwakaribisha kusubscribe, kucomment kwenye YouTube yetu, kwenye YouTube channel yetu ya VBV Face by Verse Swahili. Tupo kwenye nyakati za mwisho, ndugu zangu. Je, uko tayari kumpokea Bwana Yesu? Umesikiliza haya yote, umesikiza matendo makuu, gari linatembea lenyewe. Dagoni anaangushwa, anapigwa, anaangushwa, anakatwa shingo, anakatwa kichwa, anakatwa mikono kwa ajili ya presence of the Lord. Uko tayari kumpokea Bwana Yesu? Vitu hivi sio
kabisa, naona I'm on time. Mungu ni mwema. Haleluya. Haleluya, Mungu ni mwema sana. Hongera sana mtumishi, hongera kwa kukubali kutumika kama chombo tu mbele. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.